Welcome all. This is Frank, Felician Dominic from 6 CBG, Kabanga Secondary School. Our project title is the Combative Measures of Urinary Tract Infections at Kabanga Secondary School. Urinary tract infections is the bacterial-causing infection that is caused by Escherichia coli bacteria, which is normally living within the urethra. And our project deals with the measures of combating urinary tract infections at our school. Urinary tract infections is mostly known as UTIs. It's most affecting the people, and that was our measure. Therefore, we have to look for the measures to combat it. Okay. As I said earlier, that urinary tract infection or the UTI is caused by the Escherichia coli. This is the structure of the Escherichia coli bacteria, which cause urinary tract infection. It does normally live within the colon, but for this case, it normally affected the urethra. We had different methods and different ways of obtaining the data and obtaining the measures that we had. First, we had to do the questionnaire, we had to do the focal group discussion, but also we had to do the interview. The questionnaire, it's a case of the questions, we had to create questions which were asked to students, and this were to measure the attendance, how students at our school are aware of urinary tract infections. But also the group discussion, we had to create some groups that discussed the issue of UTI, and we had 8 groups. But also we had the interview. This method was used mainly to the doctors and the teachers. We had to ask them how are they aware of UTI, which measures, what are the causes, what are the symptoms of urinary tract infections. But also we had the data. How do we obtain the data? Through the procedures. And the procedures that we had to search how is the urinary tract infections being transmitted. So the following were the measures or the ways in where UTI is being transmitted. We had through the use of dirty toilets. Dirty toilets mainly cause or transmit or increase the rate of transmission of urinary tract infection. This is because the bacteria, the Escherichia coli bacteria, normally live within the urethra, within the toilet areas. Inadequate intake of water, not only intake of water, but fluids. When you lack the fluids, therefore the bacteria are being concentrated within the urethra, therefore the time to flush them out will be not there. Also the drinking contaminated water. When you take the contaminated water inside your body, as we said that the Escherichia coli bacteria normally live within the urethra, within the colon, therefore they be transmitted from the alimentary canal to within the urinary system, and they are being transferred to the urethra, where they have got much effects. So, and this could be done through visiting the toilets, but also asking the students like interview. And this is from the data that we obtained. This with a pie chart showing the number of students and their awareness on UTI. How students at Kabanga Secondary School are aware of urinary tract infections. In our data, we've taken out of 50 students, and we found that 72% out of 50 students are aware of urinary tract infections, but 18% are not aware of urinary tract infections, but also 10% didn't answer, meaning that they were not aware, either they were not aware or were aware of urinary tract infections. But also, these are the statistical presentation of UTI positive patients at Kabanga Secondary School from October 2020 to January 2020. These are number of patients and these are months. In October last year, from students, we are almost 23 students that were affected of urinary tract infections. In November, almost 7 students were affected of urinary tract infections. In December, almost 5 students were affected of urinary tract infections. In January, about 20 students were affected of urinary tract infections. In November and December, someone can ask why there is low rate of patients. That's because in December we have got the holiday, so students were at home. Therefore, from what the data and everything that we had to result, in the case of the results, what are the measures then to combat urinary tract infections at our school? Okay, so we came up, as it was our main purpose of determining the combative measures. Therefore, we came up with these measures, 4 main measures. We have got a lot of them, but these are just few measures to combat urinary tract infections. The first one was the proper and thorough cleaning of toilets
around our area. That's the bacteria. This bacteria normally live within the toilet areas, that resulting to the urinary tract infection. Thus, cleaning the toilets thoroughly and properly will enable these bacteria to be taken away and making the rate of UTI to be low at a school. Toilets should be cleaned using the detergents, but also using the disinfectants. But also we have the front to back wiping. Wiping from back to front increasing the chance of urinary tract infections. That's because these bacteria normally live within the anus area where they've got no effect. But when they're taken to the urethra, they have much effect, that resulting to the urinary tract infection. Therefore, when visiting the toilets for the long call or the short call, a person should wipe from front to back, thus reducing the rate of this problem. But also I've got the awareness creation. We have seen that almost 28% out of 50 students were not aware of urinary tract infection, thus resulting to the increase of urinary tract infections to students at Kabanga Secondary School. Therefore, we had to create awareness on students through discussion, through creating the posters. For example, we had to create some posters which read, "Be aware, combat UTI." Be aware, combat UTI. This policy could be heard among the students in the environment where to put them up. So students could be speaking that policy, talking when they're discussing in their activities. But also we are drinking plenty of fruits. We are to encourage students or encourage even the Kabanga Secondary School community to drink plenty of fruits. Because when you drink plenty of fruits, that result, the fruits help in reducing that rate of urinary tract infection within reduce those bacteria that's resulting to the flushing them out of your body. So those were just the results or the combative measures. Therefore, what's our conclusion? What should we do? We can conclude on our case of project by saying that the government now should create some policies that will encourage students in the community to know much about UTI. Most of students are not aware. Not only students, but also the SAT, they are not aware on this, I can call it the killer disease. This killer infection, people are not aware they get in problems concerning UTI. But also, not only, as they create policies, it's not only that Kabanga students are the one who are affected with UTI, but also all Tanzanian schools, this problem is present. And that's what I can say concerning the whole of the project. Habari, naitwa Samuel Peter Johnson, nasoma kidato cha 6 CBG kutoka Kabanga Secondary School. Hii research yetu ilikuwa inazungumzia sana kuhusu vitu ambavyo vinaweza vikafanyika kwa ajili ya kuondoa ugonjwa wa UTI Kabanga Secondary. Kama ilivyo kichwa cha habari hapa kwamba combative measures of urinary tract infections at Kabanga Secondary School. Kama nilivyotangulia kusema, hii ni introduction au utangulizi kwamba hii project yetu ilikuwa sana imedili na zile njia za kuondoa UTI kutoka shule ya Kabanga Secondary. Na huyu hapa ndiye mdudu ambaye anasababisha UTI. Mdudu huyu hapa anaishi kwenye mfumo wa chakula. Na akiwa kwenye mfumo wa chakula anakuwa hana madhara. Lakini akisharuhusiwa au akiingia kwenye mfumo wa mkojo ndipo anapoanza kuonesha madhara yake, kwa sababu anazaliana sana na hivyo anashambulia ule mfumo wa mkojo na kusababisha kitu kinachoitwa UTI. Lakini pamoja na hayo, research yetu pia kuna njia mbalimbali ambazo tulizitumia wakati wa kukusanya data. Tulitumia njia kama vile ya kuuliza maswali, tulitumia njia kama vile ya vikundi, kuweka vikundi na kudiscuss kuhusu huu ugonjwa wa UTI, lakini njia nyingine tulitumia njia ya mahojiano. Kwa kutumia njia ya maswali hii, tuliandika maswali mbalimbali kwenye vikaratasi na kuwapatia wanafunzi mbalimbali ambao baadaye tulikusanya vikaratasi vile na kupata majibu ambao walituletea. Njia nyingine ambayo tulitumia ilikuwa ni ya kutengeneza magrupu ya wanafunzi kuanzia 8 mpaka 10 kwa grupu moja. Wanafunzi hao tuliwapa mada ambayo ni urinary tract infection au UTI. Walijadili mada hiyo na baadaye walikuja na majibu yao. Walikuja na majibu ambapo tuliwauliza sana kuhusu vitu vinavyoweza kusababisha UTI, ni kwa namna au dalili
dalili za UTI, lakini pia ni kwa namna gani unaweza kujizuia na UTI. Njia nyingine tuliyoitumia ni ya mahojiano. Njia hii tulitumia mwanafunzi mmoja mmoja. Tulitumia wanafunzi si chini ya 10. Tuliongea nao, tuliwauliza maswali mbalimbali ambayo maswali yale yalikuwa yakijirudia. Yalikuwa ni yale ya kwenye vikundi na yalikuwa yale pia ya njia ya kwanza. Baada ya kuwa tumewauliza wanafunzi hao, tulipata data mbalimbali ambapo hii hapa ni chati inayoonyesha ni wanafunzi kiasi gani ambao walikuwa wanajua kuhusu UTI, wanafunzi wangapi walikuwa hawajui UTI. Shuleni kwetu tuna wanafunzi zaidi ya 1200. Lakini wanafunzi ambao walikuwa wanajua kuhusu UTI almost walikuwa ni wanafunzi 72%. Hawa ndio wanafunzi waliokuwa wakijua kuhusu UTI. Lakini wanafunzi 18% hawa walikuwa hawajui chochote kuhusu UTI. Lakini hawa hapa 10% zilizobaki hawa hawakujibu kitu chochote. Hawakueleweka kwamba wanajua au hawajui kuhusu UTI. Lakini hii hapa ni statistical representation ambayo inaonyesha wanafunzi ambao walikuwa wamedhurika na UTI. Tukianzia hapa mwezi Oktoba ni kama wanafunzi 22 walikuwa wamedhurika na ugonjwa huu wa UTI. Hapa Novemba walikuwa ni wanafunzi kama 8 walikuwa wamedhurika na UTI. Tukija Desemba walikuwa ni wanafunzi 5 na tukija Januari walikuwa ni wanafunzi 20. Unaweza ukaona kwamba hapa mwezi huu na mwezi huu wanafunzi walikuwa ni wengi, lakini miezi hii wanafunzi walikuwa wachache. Miezi hii wanafunzi wanakuwa ni wachache kwa sababu wengi wanakuwa wameenda likizo. Kwa hivyo wanaobaki pale shule kwa ajili ya kujisomea ndio wanaokuja kugundulika na UTI, lakini wanaporudi wanakutana, ndio maana unakuta inaongezeka. Na hii inasababisha na kwamba 1% kubwa ya shule vyoo vinakuwa ni vichafu, kitu ambacho vyoo hivyo vinakuwa ni miongoni mwa sababu zinazoweza kusababisha UTI. Lakini baada ya kuwa tumeona wanafunzi ambao walidhurika na UTI, tulikuja na majibu sasa ambayo tuliyapata kutoka kwa wanafunzi wenzetu kama ifuatavyo. Njia ya kwanza ilikuwa ni proper and thorough cleaning of toilet, yaani kusafisha vyoo kwa ustadi. Kama nilivyokwisha kuzungumza mwanzo kwamba vyoo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kusababisha UTI kwa sababu vile vyoo vya shule vinatumiwa na wanafunzi wengi. Na kinapokuwa kichafu, kwa sababu mwanafunzi anaenda kukitumia kikiwa kichafu na anaenda naongeza tena uchafu, wale bakteria wanakuwa around na maeneo ya kile choo. Kwa mtu anapoenda kukojoa au anapoenda kujisaidia haja ndogo, ni rahisi sana wale bakteria kuruka na kwenda sehemu zake za siri na kuweza kusababisha kuingia kwenye mfumo wa mkojo na kusababisha UTI. Kitu kingine ni front to back wiping. Yaani unapokuwa chooni ukimaliza ile haja yako, unashauriwa utawaze kutokea mbele kwenda nyuma. Kwa sababu hawa bakteria kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba wanaishi kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo unapojisaidia haja kubwa unashauriwa ujitawaze kutokea mbele kwenda nyuma, sababu unapotawaza kutoka nyuma kuja mbele unakuwa na chansi kubwa ya kuwachukua wale vijidudu na kuwaingiza sehemu za siri. Hii hasa ni kwa wanawake. Kwa unapowatoa kule kwenye anasi, unawapeleka moja kwa moja kwenye vagina, ambapo kule wanakutana na pH nzuri ambayo inawawezesha wao kuzaliana kwa wingi zaidi na kushambulia mfumo wa mkojo. Njia nyingine ilikuwa ni awareness creation.
kwa sababu tumeona hapa kuna asilimia kama 28 hivi za wanafunzi ambao walikuwa hawajui kuhusu UTI. Lakini sisi wakati wa research yetu tuliwatengeneza tukawafanya wao wanajua kuhusu UTI. Kwanza kabisa tuligundua zile njia ambazo zinaweza zikasababisha UTI, lakini pia ni namna gani baada ya kupata majibu yao kwamba ni namna gani anaweza kujizuia. Kwa hiyo tulitumia hizo njia kwenda kuwaelimisha zaidi na kuwapa mwanga. Mfano, ukifika Kabanga Sekondari kuna maeneo ambayo unaweza kukuta kuna mabango yameandikwa pale kwamba be aware, combat UTI, ikiwa na maana kwamba uelewe kuhusu UTI ili kuiondoa Kabanga Sekondari. Njia nyingine ilikuwa ni drinking plenty of fluid. Hii ni kunywa vimiminika mbalimbali kama vile maji na juice. Hizi zinakusaidia kwamba unapokunywa maji mengi inakusaidia wewe kukojoa mara kwa mara, kwa sababu wale bakteria wanaishi kwenye mfumo wa mkojo. Unapokojoa unawatoa nje. Kwa hiyo unashauriwa unywe maji mengi, na inashauriwa kwa siku at least unywe maji 1.5 lita. Baada ya kuwa tumepata result, ndio tulikuja na conclusion, hitimisho yetu. Tulihitimisha kwa kusema kwamba japokuwa tulifanya research yetu kwenye shule, lakini UTI ni ugonjwa ambao unashambulia society kwa ujumla, yani jamii kwa ujumla. Hivyo tunaishauri serikali itengeneze miundombinu ambayo inaweza kusababisha UTI ipungue mashuleni na jamii kwa ujumla. Mfano, kuwe na vyoo vya kutosha kwenye mashule, lakini pia kuwe na upatikanaji wa maji safi na salama kwa ajili ya wanafunzi kunywa, kwa sababu kunywa maji ambayo ni machafu ni miongoni mwa njia zinazoweza kusababisha UTI. Mwisho kabisa, tuwashukuru wale waliotuwezesha kufanya UTI, kufanya hii research yetu, ambao kulikuwa na mwalimu wetu msimamizi Kanoni Nchambi na staff yote ya Kabanga kwa ujumla. Asante.